Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo. Ni ukaribishe katika jahazi la wiki. Hapa ndipo fursa pekee ya kuweza kufahamu yale yote yaliyojiri kitaifa na kimataifa katika juma zima hili, bila kusahau zile nasaha mbalimbali ambazo zimekumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali. Katika hayo na mengine mengi, na hodha kwa siku hii ya leo, jina langu ni Zuberi Mgani, nitakupitisha katika yote na yote hayo. Karibu, tulia, habarika. Alhamdulillah, limetuchomozea vyema. Mihangaiko na misukosuko ya hapa na pale, tukiambaambaa pande na kona zote za dunia, lengo likiwa ni moja tu: kukukusanyia na kukuhabarisha yote yaliyojiri kitaifa na kimataifa. Hili ni jahazi la wiki. Tulia, habarika. Naam, mtazamaji, karibu tulianze jahazi la wiki siku hii ya leo, tukianzia huko jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa matukio ya uhalifu yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka jana 2025, Jaji Mohamed Chande Othmani amesema ghasia zilizotokea wakati huo zilipangwa na kuratibiwa na kutekelezwa na watu waliokuwa wamepata mafunzo maalum. Hilary Sefuriami anatupasha zaidi. Jaji Mohamed Othmani Chande amesema hayo wakati tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana ilipowasilisha ripoti yake kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Jaji Chande ameeleza tume hiyo ilichobaini katika vurugu hizo zilisababisha vifo vya watu zaidi ya 500. Ni hitimisho la tume kuwa kilichotokea siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 hayakuwa maandamano ya amani, bali yalikuwa ghasia zilizoambatana na matukio ya uvunjifu wa amani. Hitimisho hilo linatokana na sababu 4. Ya kwanza, yanadaiwa kuwa maandamano hayakuzingatia matakwa ya ibara 18 na 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi, ikiwemo maandamano kuwa ya amani na kutoa notice kwa jeshi la polisi kwa mujibu wa vifungu 42 na 43 wa sheria ya jeshi la polisi. 3, washiriki wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi kuu walibeba silaha za aina mbalimbali zikiwemo mawe, nondo, mkuki, sururu, fimbo, marungu, visu, vibiriti, vipulizi, bunduki, manati, kombeo, rato, mapanga, jambo ambalo haliruhusiwi kisheria katika maandamano ya amani. Kuhusu uwepo wa makaburi halaiki katika eneo la Kondo jijini Dar es Salaam, tume hiyo inaeleza ilichobaini. Tume imefanya uchunguzi ikiwa ni pamoja na kutembelea na kukagua eneo la makaburi, kufanya mahojiano na kupata taarifa ya afisa msimamizi wa makaburi hayo kutoka manispaa ya Kinondoni na kuchukua ushahidi wa wasimamizi wa makaburi ya Kondo. Tume pia imeshirikisha wataalamu mbalimbali ili kufanya uchunguzi wa kisayansi kuhusu madai hayo, ikiwa pamoja na picha za satellite iliyotumika kuleta madai hayo.
Maoni ya wataalamu hao wakiwemo wa uchambuzi wa mbalimbali wa mifumo ya taarifa za kijiografia kutokana na ushahidi na uchunguzi wa tume wa uandani na kuzingatia hali ilivyoonekana katika eneo la makaburi hayo pamoja na taarifa za wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi, tume imebaini kwa madai ya kuwepo kwa makaburi halaiki eneo la Kondo hayakuweza kuthibitika. Kisha tume hiyo ikatoa mapendekezo kwa serikali. Mosi ni serikali kuweka utaratibu wa kuhakikisha majeruhi waliopata ulemavu kutokana na ghasia za Oktoba 25 wanapata huduma za matibabu bure. La pili, serikali kutenga siku ya maombolezi ya kitaifa kuwakumbuka Watanzania zaidi ya 500 waliofariki kwenye ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Ni maoni ya tume kwamba ni muhimu katiba mpya ipatikane ifikapo 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao wa serikali ya mitaa mwaka 2020 na uchaguzi mkuu mwaka 2030. Ukafika wakati wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuzungumza baada ya kupokea ripoti hiyo, ambapo amesema serikali itaanza kufanyia kazi mara moja mapendekezo ya tume. Na katika kuakisi mapendekezo ya taarifa ya tume, serikali itachukua hatua za haraka zifuatazo. Kwanza, katika muda mfupi ujao itaundwa tume ya maridhiano, lakini kwanza tutakwenda mapendekezo ya tume kufanya upelelezi wa kina wa yale ambayo tume wameyabainisha. Lakini katika muda mfupi ujao tutaunda tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Tatu, kwa kuwa ripoti imebainisha kuwepo kwa viashiria vya jinai kuhusu matokeo yale, tutaunda kama nilivyosema chombo maalum cha upelelezi kwa maana criminal investigation kwa ajili ya kufanya kazi iliyopendekezwa na tume. Aidha, Rais Dr. Samia amesema serikali itaweka utaratibu maalum wa gharamia matibabu kwa majeruhi wa vurugu za Oktoba 29 sambamba na kuchukua hatua za kuwafariji na kuwasaidia wafanya biashara waliopata hasara wakati wa matukio hayo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kurejesha hali ya kawaida ya maisha na uchumi. Tukirejea hapa mkoani Mwanza, wavuvi wawili wameokolewa na wengine wawili kuzama majini ndani ya ziwa Victoria katika kata ya Kitangiri wilaya ya Ilemela hapa mkoani Mwanza baada ya meli ya MV Uhuru ambayo ni mali ya shirika la reli la Kenya KRC iliyokuwa imebeba makaa ya mawe kugonga mtumbwi waliokuwa wamepanda wavuvi hao na kupasuka. Tupate undani wa taarifa hii. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa jeshi la polisi DCP Willibrod Mutafungwa amesema meli ya MV Uhuru inayomilikiwa na shirika la reli ya Kenya ilibeba makaa ya mawe kutoka katika bandari ya Mwanza Kusini ikielekea katika bandari ya Kisumu nchini Kenya. Mnamo tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 2 za usiku huko katika eneo la Mihama, meli ya MV Uhuru yenye namba za usajili 101242. Hii ni aina ya wagon ferry mali ya Kenya Railways Corporation KRC, kwa imebeba makaa ya mawe tani 1200 ikitokea bandari ya Mwanza Kusini kuelekea bandari ya Kisumu nchini Kenya. Iligonga mtumbwi na kupasua. Mtumbwi huo una namba T2M116529. Akimtaja mmiliki wa mtumbwi huo uliogongwa na kupasuka, DCP Mutafungwa amesema kati ya wavuvi hao wawili waliozama, mmoja tayari mwili wake umepatikana, huku jitihada zikiendelea kuutafuta mwili wa mmoja aliyezama majini. Unamilikiwa na Emmanuel Mjarifu Kakuru. Hata hivyo, mtumbwi huo ulikuwa umebeba wavuvi 4 ambao ni Emmanuel Elias, Malindi William Makeshi, Peter Masanja na Noel Julius. Mara baada ya mtumbwi huo kugongwa,
ulipinduka na kusababisha wavuvi hao kuzama maji, ambao wavuvi wawili waliokolewa na wavuvi wawili ambao ni Noel Julius na Peter Masanja kuzama maji, na tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka huu majira ya wakati wa usiku Peter Masanja aliweza kuokolewa, na jitihada za kumtafuta huyo mtu mwingine bado zinaendelea. Katika hatua nyingine, DCP Mutafungwa amesema jeshi la polisi linaendelea kumtafuta mwanaume mmoja aliyehusika na tukio la wizi wa mtoto lililotokea mnamo tarehe 18 mwezi huu majira saa 5 asubuhi katika mtaa wa barabara ya Vumbi kona ya Bwiru wilaya ya Ilemela. Msako huo wa kumtafuta huyo mtuhumiwa, pikipiki pamoja na mtoto aliyeibiwa ulianza kufanyika, ambapo wakati msako huo ukiendelea, siku ya tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka huu majira ya saa 3:30 ndipo zilipatikana taarifa kuwa kuna mtoto wa jinsia ya kike alipatikana akiwa ametelekezwa kwenye makaburi ya Nyasaka ambayo yapo katika wilaya ya Ilemela, na alipatikana baada ya msamaria mmoja mwema kumuokota na kumpeleka kwa mwenyekiti wa mtaa wa eneo hilo ambao ni mtaa wa Nyamugi. Mtoto huyu ambaye alipatikana aliweza kukutwa akiwa na michubuko sehemu za usoni. Aliweza kuchukuliwa na askari na kupelekwa katika hospitali ya Sekoture kwa uchunguzi zaidi. Huko mkoani Tabora, waumini wa dini ya Kiislamu wanaoswali katika msikiti wa Munawara uliopo kata ya Kiloleli manispaa na mkoa wa Tabora wameomba wadau kutoka ndani na nje ya nchi kuendelea kuwashika mkono kuwasaidia gharama za ujenzi na ukarabati wa msikiti huo ambapo kwa sasa miundombinu yake imechakaa. Kutoka huko mkoani Tabora, mwanahabari wetu Saidi Kapalila alitupasha taarifa hii. Ni siku chache zimepita baada ya Mahasin TV kuripoti taarifa ya uzinduzi wa harambee ya ukarabati na ujenzi wa msikiti huo. Na hii leo harambee hiyo imeendelea huku uhitaji ukiwa ni ule ule, kama ambavyo anavyobainisha Sheikh Saidi Masuha kwa niaba ya Sheikh wa mkoa wa Tabora katika eneo la msikiti huo uliopo kata ya Kiloleni manispaa ya Tabora. Waislamu kutoka ndani ya mkoa wa Tabora na nje ya mkoa wa Tabora tunawakaribisha kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Huu ndio wito wangu ambao unaagiza kwamba tushikamane nao katika hili. Kama watakuwa kwa nje ya mkoa, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, kama atatokea Muislamu kwamba akachukua jukumu lote kwamba msikiti anaweza kumaliza yeye mwenyewe, ahlan wa sahlan. Na sisi kile tutakachotoa tutafanya kwa ajili ya mambo mengine katika msikiti. Akizungumza katika mwendelezo wa harambee hiyo, Sheikh Hussein Doyo kutoka jijini Dar es Salaam anabainisha faida anazozipata mtu ambaye anachangia ujenzi wa msikiti, huku mchora ramani wa msikiti huo unaotarajiwa kujengwa akibainisha gharama. Tija ya kwanza ni kuwalea katika Waislamu katika mazingira ya Uislamu, kuondoa wizi, ufisadi. Hiyo ni tija ya kwanza. Tija ya pili ni mtu, Mwenyezi Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, yoyote mwenye kutoa hela yake Mwenyezi Mungu anamuongezea, kama alivyosema katika hadithi, ma nakasat sadaqatu min mal, sadaka haipunguzi chochote kwenye mali yako, wama zada Allahu abdan bi'afwin illa izza, na hakuna mtu anayepata malipo makubwa yule anayesamehe isipokuwa Mungu anampa utukufu, na wama tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, na hakuna atakayejishusha isipokuwa Mwenyezi Mungu atampandisha. Msikiti huu nimeudesign kulingana na muonekano wa sehemu husika, lakini pia msikiti huu utachukua watu takriban 100 kwa sababu msikiti huu una mita 35 kwa mita 28 mapana, na msikiti huo utachukua milioni 283. Baadhi ya wazazi na walezi mkoani hapo wanabainisha tija itakayopatikana pindi msikiti huo utakapokamilika. Wito wangu na wito wangu watu wajitokeze kwa wingi kwa kuchangia ujenzi wa msikiti. Endapo msikiti huu kama utaisha, Mwenyezi Mungu akijalia kama utaisha, ina maana hapa tutaweka kituo kwa ajili ya malezi ya watoto, maana watoto wengi wamekuwa mitaani kwa huku kwetu Kiloleni. Vijana wengi wamekuwa wavuta bange. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Saidi Othman Kapalila kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Tabora. Mtazamaji, bado kipindi hewani ni Jahazi la Wiki. Hivi sasa tuvuke maji tuelekee huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko Zanzibar. Wizara ya Afya imekabidhi eneo la mradi wa taasisi ya saratani
kwa kampuni ya Eagle kutoka nchini Mauritius kwa ajili ya kuanza ujenzi wa hospitali ya saratani Binguni, mkoa wa Kusini Unguja. Rajab Shaban Matuga anatupasha zaidi. Akizungumza mara baada ya makabidhiano hayo, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Mngereza Mzee Miraji, amesema hatua hiyo inafuatia baada ya serikali kupitia Wizara ya Afya kutiliana saini mkataba wa ujenzi huo mnamo mwezi Oktoba 2025 Ikulu mjini Zanzibar. Katika wagonjwa ambao tunasafirisha sana kupeleka nje bara, kuwapeleka au kuwapeleka India kwa matibabu na nchi nyingine ambao wanagharimiwa na serikali, basi saratani imekuwa ni mojawapo. Saratani za shingo ya kizazi kwa kina mama, saratani za matiti na vile vile saratani ya tunaita tezi dume. Sasa kwa kuwa tunatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tumeona haraka tuje tukabidhi eneo hili. Ni takriban ya square mita 22,000 na ujenzi huu utachukua miezi 18 ya ujenzi na miezi mingine 6 kwa ajili ya kumalizia huduma nyingine. Kwa hiyo tunatarajia ndani ya kipindi cha miezi 24 huduma za saratani zitaanza kutolewa Zanzibar. Ujenzi wa hospitali hiyo utakapokamilika unatarajiwa kuwa na vifaa tiba vya kisasa vitakavyokidhi mahitaji ya wagonjwa aina zote za saratani, kuhakikisha wagonjwa wa saratani wanapata huduma za uhakika. Mradi wa kisasa kabisa, na jukumu letu sisi ni kusimamia huu mradi tangu hapa mwanzo leo, kukabidhiana eneo na ujenzi pamoja na kukamilisha kila kitu mpaka mradi unakamilika kabisa. Mradi huu ni wa aina pekee kwa hapa East Africa na Central Africa, na vifaa ambavyo vitatumika ni vya kisasa kabisa. Kwa hivyo tena zile safari za kwenda nje kutafuta matibabu ya kansa zitakuwa hazipo tena. Watu wote wanaweza kuja hapa wakafanyiwa matibabu ya maana. We will have something known as cancer diagnostics with a PET CT scan, MRI, cyclotron. PET CT scan is the one which detects the cancer early to make sure that we know we can treat the patient completely and make them cancer free. Mtazamaji, tukirejea makao makuu ya nchi huko mkoani Dodoma, wadau wa elimu katika kata ya Masawi, halmashauri ya wilaya Kondoa mkoani Dodoma, wamekutana na kubadilishana mawazo kuona hatua za kuchukua ili kupandisha kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari Masawi. Kutoka huko wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma, mwanahabari wetu Mbwana Juma anatupasha zaidi. Wakijadiliana kwa pamoja katika kikao kilichokutanisha walimu, wazazi, viongozi wa dini na viongozi wa serikali, wamesema changamoto kubwa katika kuhakikisha wanafikia malengo hayo ni kuhakikisha ushirikiano unakuwepo, ikiwemo wanafunzi kuwa na muda mrefu shuleni kwa ajili ya kujisomea. Changamoto ya kwanza ni chakula cha mchana. Kwa mwaka 2026 pamoja na kujipanga vizuri tangu Januari, lakini kwa bahati mbaya mpaka sasa bado uwepo wa chakula shuleni umekuwa ni wakusuasua. Kwani wanafunzi wanaopata chakula cha mchana hadi sasa ni wanafunzi 130 kati ya wanafunzi 427, na wanafunzi waishio hosteli kwa form 4 kidato cha 4 ni wanafunzi 19 kati ya wanafunzi 67, ambapo tulijipanga kwamba wanafunzi hawa wote wakae hosteli ili wapate muda mzuri wa kujisomea kwa ajili ya maandalizi ya hatima yao. Baada ya mfungo wa Ramadhani kuisha, basi tunarejesha watoto wetu kambini kwa maana ya wale wa kidato cha 2 na kidato cha 4 wanakuwa kambi hapa. Na chakula tayari kimeshaletwa hapa. Mpaka tunavyoongea, nafikiri wameripoti sijui wanafunzi 16. Sasa 16 katika wanafunzi 67 wa form 4, tuna hali mbaya. Sasa hatuhitaji kuwa watatu tena kiwilaya, tunahitaji kuwa wa kwanza. Lakini sio wa kwanza tu kiwilaya, kwani wanaoongoza kitaifa si watu? Si watu kama sisi? Hivi sisi tukikubali, tukisema tunataka kuongoza kitaifa, tunashindwa? Inakuwaje Dar es Salaam tu? Inakuwaje Mbeya? Inakuwaje Kilimanjaro? Inakuwaje? Kwani wale na sisi ni tofauti? Kichwa si ndio hiki? Nywele si ndio hizi? Mikono si ndio hii? Wale watoto wana akili kuliko hawa? Ni mipango, ni mikakati na kukubali. Kukubali ndio kazi. Lakini tukikubaliana wote, tunakwenda kuchukua nafasi ya kwanza kiwilaya, kimkoa na kitaifa. Wakielezea mafanikio yaliyopatikana kwa wilaya ya Kondoa na ushirikiano uliopo katika baadhi ya shule, hapa wanasema zisitokee watu wengine kuleta fiti na mtu anayefanya, na wewe fanya, lete vya kwako. Huyu anachokiweza ndio hicho alichokiweza. Wewe lete kile ambacho yeye hawezi. Tuko pamoja? Amemalizia mfano, wamesema Changaa imeongoza. Mimi niwaambie kitu kimoja kuhusu shule ya Changaa, naifahamu vizuri sana. Shule ya sekondari Changaa kipindi imeanzishwa, wanafunzi walikuwa na chapo waongee Kiswahili, ilikuwa inashindikana Kiswahili, ni kirangi tu. Kiswahili ilikuwa hakipo shuleni yani.
Hapa sio unaandika mabango speak English. Kule ilikuwa inaandikwa ongea Kiswahili shule. Kabisa yani. Tena ilitolewa taarifa ya habari. Lakini sasa hivi Changao umefika wapi? Namba 1 na watatuacha mbali. Si umesikia wao wameingia nini form 4 wote wameingia kambi toka Januari na wote wamelipa chakula, watoto wanakula shule nzima, sio tena form 4. Shule? Leo tuna 0.64. Huko nyuma tulikuwa tunazungumzia miaka mitatu ya nyuma huko. Tulikuwa tunazungumzia 400, 300, 200. Tumekuja mwaka jana tulikuwa na 87, leo tuna 60 na. Tuna kila sababu ya kuinua na kuyaenzi mambo haya ya kumotishana. Tunataraji basi tuwe na division 1 na 2 tu. Japo kwenye mpango wetu na plani yetu kwa 2026 tunataraji division 1, 2 na 3. 4 tuifikiri tena. Lakini watakaowezesha jambo hilo ni nyinyi, ndugu zangu wazazi. Nikiripoti toka wilayani Kondoa mkoani Dodoma, jina langu ni Mbwana Juma. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, kwa taarifa hiyo ndio ambayo inatufanya kufika tamati ya jahazi la wiki kwa habari za kitaifa ambazo zimejiri katika juma zima hili. Tunapata wasaa wa kwenda kupoza kwa sekunde chache, na tukirejea ni wasaa mwingine wa kuziangazia zile nasaha mbalimbali ambazo zimekumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali. Nikusihi tu na nikuombe mtazamaji, endelea kusalia papo hapo katika runinga yako. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika jahazi la wiki. Na kwa wewe kama ndio kwanza unaungana nami, kipindi hewani ni jahazi la wiki, ambapo hivi sasa ni wasaa mwingine sasa kuziangazia zile nasaha mbalimbali ambazo zimekumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali. Ni nani katika wanadamu ambaye ataishi katika namna ile ambayo imekuwa ni sababu ya yeye kuumbwa na Allah tabaraka wa taala? Akasema tena Allah tabaraka wa taala katika suratul Anbiya 35, wanabelukum bisharri wal khairi fitna, na si tunakujaribuni, tunakupeni mitihani ya kukuleteni mambo mazuri yanayokufurahisheni, yanayokupendezesheni, lakini pia tunakupeni mtihani wa kukuleteni mambo machungu yanayokuumizeni, yanayosononesha na kuhuzunisha nafsi zenu. Lengo la mawili yote haya kuyaleta kwenu iwe ni fitna tu, tumpate mkweli miongoni mwenu ni nani. Hivyo ndugu zangu, hadhihi alhayatu allati naishuha, maisha haya ya dunia ambayo sisi tunaishi, bima fiha min sarra'in wa dharra, ambapo ndani yake kuna mambo ya furaha, tunafurahi sana, lakini pia kuna mambo ya huzuni, tunahuzunika sana. Si hivyo tu, wa ghaniyun wa faqir, ndani ya maisha yetu haya kuna watu ni matajiri na kuna watu mafakiri, wa sihatun wa marad, bali kuna muda mwingine mwanadamu anakuwa na afya timamu, na kuna muda mwingine mwanadamu anapatwa na maradhi. Kulluha mtihanun min Allah, yote haya ni mtihani kutokao kwa Allah tabaraka wa taala. Katika yanayoonyesha umuhimu wa kuhusiana kumcha Allah azza wa jalla ni maneno ya Allah azza wa jalla anaposema ndani ya Qur'an, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kwa hakika tumewahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu katika Mayahudi na Manasara, kama ambavyo tumewahusia nyinyi pia juu ya kumcha Allah azza wa jalla. Kila unapopanda juu kwenye uchamungu ndivyo unavyostahiki zaidi kuhusiwa uchamungu. Mtume alayhi salatu wassalam, hatuna shaka juu ya uchamungu wake, bali yeye alikuwa kwenye kilele cha uchamungu, lakini bado Allah azza wa jalla aliendelea kumuhusia uchamungu. Ya ayuha nabiyyu ittaqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin, ewe mtume mche Allah azza wa jalla. Si aibu kwako anapokukabili ndugu yako katika iman akakwambia ewe ndugu yangu mche Allah, usimbadilikie, usimkasirikie, usimfokee. Anayehusiwa uchamungu si aliyekosea tu akaonekana, bali hata yule anayefanya kheri naye anastahiki kuhusiwa kumwogopa Allah azza wa jalla. Ndugu zangu katika iman, pepo ni ndoto ya kila Muislamu, bali ni ndoto ya hata kila mwanadamu. Lakini pamoja na hayo, kutakuwa na watu hawatoingia peponi, hawatoigusa, wala harufu yake pia hawatoisikia, pamoja na kuwa herufi yake inasikika mwendo wa miaka 500, lakini yeye hatoisikia harufu hiyo. Na tukisema kwamba hatoingia peponi, maana yake ataingia motoni. Sasa mtu wa kwanza katika hawa ni mtu mshirikina. Tukisema mshirikina, akili haraka sana zitakwenda kwa anayeabudu sanamu, anayeabudu ng'ombe, anayeabudu mizimu, haraka sana itakwenda huko. Ni kweli hao ni miongoni mwa washirikina, lakini hatari kabisa ni mtu kuwa mshirikina alafu anaitamka la ilaha illa Allah. Hiyo ni hatari kubwa sana. Dhahiri anaonekana ni Muislamu, dhahiri
anatenda mambo mazuri, dhahiri anatenda mema, lakini kwake yeye hayo yote hakuna anachopata, kwa sababu kuna mambo ya kishirikina anayafanya, na mtu anayefanya ushirikina anakosa thawabu ya vile vitendo vyake. Wazee wanapokosana wao kwa wao, ili tuwe sawasawa katika dini yetu, tusimame wapi ndugu zanguni? Na wazee kweli wanakosana, hawaelewani, huyu anamsema huyu, yule anamsema yule. Hili kundi la wazee halielewani na lile kundi la wazee. Sababu ya kutokuelewana sio dini, ni maslahi fulani ambayo yamekosekana. Chukua kanuni hii, wanasema wanawazuoni, kalamul aqran, maneno ya watu ambao umri ni mmoja, wamefanya kazi pamoja, wameishi pamoja mpaka wakafikia uzee, maneno yao yutwa wala yurwa, yachukue uyakunje yaweke nyuma. Inahitaji usihukumu kwa haraka, usihukumu kwa haraka, tulia, yakunje yaweke. Hawa ni watu wameishi pamoja, wanajuana hawa. Usiingie katika ugomvi wa ukuhusu, simama katikati katika dini. Usiingie katika ugomvi ambao wewe hujui mwanzo wake. Inawezekana katika ujana wao walizozana, wamefika uzeeni sasa wanatunishiana misuri, wewe hayakuhusu. Waheshimu wote hawa, usiingilie ugomvi ambao haukuhusu. Kama hatuna desturi ya kufuatilia miezi, hii ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Dhulqaada. Ni mwezi ambao Makuraishi pamoja na utundu wao na umahiri wao katika vita, lakini ulikuwa ukifika mwezi wa Dhulqaada wanasimamisha vita, na wao walikuwa sio Waislamu. Vita vya kabalia, vita vya ukabila, vita vya asabia, vita vya ukanda, usisi, rangi, walikuwa wakipigana sana Makuraishi enzi hizo. Lakini ikifika Dhulqaada wanasema enough. Toka enzi hizo mtume hajakwepo mpaka mtume kaikuta hiyo. Sasa kwa heshima ya mwezi huu tunawakumbusha wa Marekani, tunawakumbusha wa Irani, tunawakumbusha huko Russia, tunawakumbusha na hizo nchi zingine, hao wengine wanapojisikia hamu ya kumpiga mtu na mpiga mtu. Sasa tunawaambia kupitia membari hii, mwezi Dhulqaada ni mwezi wa kusimamisha vita vyote, kwa sababu ni mwezi mtakatifu. Tupate somo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akijenga daula ya Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya sulhu ya Hudaybiyah. Mkataba ulikuwa ni mzito, una masharti mazito sana kwa Waislamu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema na sign katika huu mkataba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichagua kusaini kwa sababu aliona amani badala ya mzozo, aliona busara imeshinda hisia, na aliona mustakbal badala ya ushindi wa haraka. Kutokana na tukio hili, suluhu sio udhaifu bali ni nguvu ya akili. Kujishusha ili kufikia common ground, makubaliano ya msingi kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni unyenyekevu wala sio ujinga katika mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alfitnatu naima, siku zote fitna huwa imelala, haina tabu na mtu. Laana Allahu man aiqadhaha, Mwenyezi Mungu amlaani yule atakayekwenda kuamsha fitna kwa maneno ya uchochezi, akaamsha fitna, Mwenyezi Mungu amlaani. Kwa hiyo tuiache fitna ilale, maneno yasiyo ni sababu ya kuamsha fitna iliyolala ambayo baadaye itakuwa haina maslahi na mtu yote miongoni mwetu. Iwe ni maneno ya mdomoni, iwe ni katika social media, iwe ni tujaribu kama Muislamu, hakikisha kwamba unakuwa ni sehemu ya kujenga na sio sehemu ya kubomoa. Ndugu zangu katika imani, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tumuombe. Pale aliposema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, amesema Mola wenu niombeni nitakuitikieni maombi yenu. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, hakika ya wale wanaofanya kibri katika ibada yangu wataingia katika moto wa jahannam wakiwa ni madhalimu. Wa yaqulu al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam ad-du'a huwa al-ibada. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia dua ni ibada. Kwa dalili hizi inaonyesha wazi kila tunapokuwa na shtaka lolote lazima tushtakie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza ni ibada, lakini pili tutapokelewa dua zetu. Na hili qala al-Imam Ja'far fima ma'anahu fil kalam rahimahullahu ta'ala. Imam Ja'far katika maana ya maneno amewahi kusema hivi: ajibtu innal insana idha masha ila tabib, hakika ya binadamu pale anapoenda kwa daktari, fatabibu yaswifu lahu dawa, daktari huwa anampa dawa ikiwa ni sababu ya kupona kwa maradhi aliyonayo. Wa innahu la yadhmanu shifa hatmiya, lakini daktari hawezi akakupa 100% kwenye dawa hiyo kwamba utapona, atakupa baadhi ya asilimia kwamba dawa hii
hii bwana nilokupa hii, mashallah imewasaidia watu wengi. Hii dawa hii inaponya hii. Ukiitumia vizuri kwa uwezo wake Allah unaweza ukapona. Wakati mwingine nyuma ya matatizo yaliyokupata, nyuma ya misiba iliyokupata, nyuma ya changamoto uliyopitia, misiba mbalimbali ambayo umepitia katika maisha yako, wakati mwingine nyuma yake kuna huruma ya Allah subhana. Matatizo yasiyo ni sababu ya kutoka kwenye njia, matatizo yasiyo ni sababu ya kukufuru, matatizo yako yasiyo sababu ya kuritadi, kwa sababu matatizo ni mtihani unaotoka kwa Allah. Utajiri ulionao ni mtihani. Haikuwa utajiri ni alama ya kupendwa na Allah, wala haikuwa ufakiri ni alama ya kuchukiwa na Allah. Haikuwa uzima wa kiwiliwili chako ni sababu ya karama na kupendwa na Allah, wala haikuwa maradhi ni sababu ya wewe kuwa dhalili kwa Allah. Kila mmoja anampa Allah mtihani amemchagulia. Nikisema hili nataka nitoe mfano muhimu. Waislamu wengi na si wote wanapopata na matatizo wanayumba, wanamjua Allah wakati wa raha, lakini wakati wa shida wanamuacha. Waislamu wengi wanaswali wakati ambao wana raha, shida zikitokea wanatoka njiani. Usiwaangalie watu kwa dharau, usiwaangalie watu kwa majigambo, usiwaangalie watu kwa majivuno. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu wenye kujivuna, hawapendi watu wenye majigambo. Na usitembee kwenye ardhi kwa madaha. Aya nyingine kule Allah anasema kwamba tembea kwenye ardhi taratibu. Hata ukitembea kwa midundo aina gani, hutoweza katu hata kuitikisa hii ardhi. Haya ni mambo tunapaswa tokea na watoto wetu kuwaeleza. Haya ndiyo mafundisho ambayo wenzetu waliopita leo Allah ametusajilia kwenye Qur'ani, tuishi kwenye misingi hii ya kuwalea watoto wetu. Kadhalika at-tarbiyatu jismiyya, malezi ya kiwiliwili. Naweza ukamlea mtoto, usimlee mtoto akawa yupo boya tu amekuwa, yani yupo tu mtoto. Na ndio maana ukitizama hata Nabii Ibrahim, wakati mtoto wake ameshafikia tayari umri wa kumtuma kwenda hapa na pale, falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam, akampa mtihani huu. Naam, mtazamaji, kwa haya angalau ni kwa uchache tu yamekumbushwa na makhatibu wetu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali, lakini katika mengi na mengi unaweza kuungana nasi pia katika kipindi chetu cha hutuba za Ijumaa. Utaweza kufaidi mengi zaidi yaliyozungumzwa na makhatibu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali. Tunapata tena wasa wa kwenda kupaza kwa sekunde chache. Tukirejea ni wasa mwingine sasa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania katika juma zima hili. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV. Bado kipindi hewani ni Jahazi la Wiki, na hivi sasa ni wasaa mwingine sasa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania katika juma zima hili. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Israel na Lebanon zimeongeza muda wa kusitisha mapigano kwa wiki 3 wakati mazungumzo kati ya Marekani na Iran yakiwa katika hali ya mkwamo. Trump alitangaza kwamba mpango wa kusitisha mapigano nchini Lebanon utarefushwa kwa siku 3. Uamuzi wa kurefushwa usitishwaji wa mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah ulifanywa wakati wa mkutano katika ikulu ya White House kati ya mabalozi wa Israel na Lebanon nchini Marekani. Trump alisema duru ya pili ya mazungumzo hayo ilikwenda vizuri na kwamba Marekani itashirikiana na Lebanon ili kuisaidia kujilinda dhidi ya Hezbollah.
Wakati huo huo, Rais Trump ameliamuru jeshi la Marekani kuzifyatulia risasi na kuziangamiza boti ndogo za Iran zinazolenga mabomu katika mlango bahari wa Hormuz, ambapo ametangaza hatua hiyo siku ya Alhamisi Aprili 23 ya mwaka 2026, siku moja baada ya Iran kuonyesha tena uwezo wake wa kuzuia safari za meli kwenye mlango huo wa kimkakati. Kwingineko, Irani imeapa kutofungua tena mlango bahari wa Hormuz kama mzingiro uliowekwa na jeshi la wanamaji la Marekani litaendelea kuwepo licha ya kuongezwa muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Spika wa bunge la Irani Mohamed Bagher Ghaliba, ambaye aliongoza ujumbe wa Teherani katika duru ya kwanza ya mazungumzo huko Islamabad, alisema kufungulia tena mlango bahari wa Hormuz hakuwezekani, huku kukiwa na ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Katikati ya mzingiro huo wa mlango bahari wa Hormuz, Wizara ya Ulinzi ya Marekani imetangaza kwamba katibu wa jeshi la wanamaji John Fellan anaachia wadhifa huo mara moja, licha ya kuwa haikutoa sababu yoyote ya kuondoka kwake ghafla, huku ikielezwa kuwa ni hatua ya karibuni kabisa ya kuondolewa kwa afisa mwandamizi chini ya waziri wa ulinzi wa serikali ya Trump, Pete Hegseth. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, kwa taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania katika juma zima hili, ndizo ambazo zinanifanya mimi kufika tamati ya jahazi la wiki katika siku hii ya leo, ambapo wakati wote ulikuwa na Zuberi Mgaya nilikupitisha katika yote na yote hayo. Lakini kabla nikuage mtazamaji, nikukumbushe tu kuwa ukimwona kobe anacheza na nyoka, basi jua amejiamini katika gamba lake. Hii inamaanisha nini? Ni kwamba zingatia basi, usipende kuiga maisha ya watu bila kujua uhalisia wao wanaishi vipi. Mimi nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam Mahasin TV. Pata kujua Waislamu. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwaheri kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.